Leo ninayo furaha kubwa kumtangaza mshindi wa gari aina ya Nissan X-Trail. Sisi kama familia tulijisikia vizuri. Napendelea kucheza Aviator na 740. Nawaambia waendelee kucheza, washinde kama dadangu alivyoshinda. Gari inayofuata huenda ikawa ya kwako kupitia pmbet.co.tz. Na mtazamaji wa PMTV, hapa ni katika ukumbi wa Ubungo Plaza, na hii leo chama cha Chauma kimekaribisha wanachama zaidi ya 1000 ambao wametoka katika vyama vingine, na mmoja wapo hapa ni mbunge wa zamani wa Mlimba Mheshimiwa Susan Kiwanga ambaye amejiunga na chama hiki cha Chauma. Yeye atatuambia nini ambacho kimemvutia katika chama hichi na ipi mikakati yake kuhakikisha kwamba anarejea bungeni baada ya kutoka kule katika kile chama. Asante sana ndugu mtangazaji. Kama nilivyokwisha tambulishwa, niliwahi kuwa mbunge wa jimbo la Mlimba na kwa majina naitwa Susan Limbweni Kiwanga, na nimehudumu bungeni katika jimbo muda wa miaka 5, lakini nikaendelea baada ya mwaka 2020 kuondolewa katika kinyang'anyiro mwanzo kabisa. Unaona? Na aliyekuwa mkurugenzi. Yaani sikushiriki kabisa uchaguzi. Yaani nirudisha fomu nikaambiwa sijalipa ile 50,000. Ikashangaza sana. Kwa hiyo mimi, unajua mkulima kuvunjika koleo sio mwisho wa uhunzi. Kwa hiyo mimi kwa vile nilikuwa bado nina nguvu ya kirasilimali kidogo na nini, nikaendelea kujenga jimbo la Mlimba kwa gharama zangu mwenyewe. Unajua ukiona chama kimekuwa mahali fulani, ujue kuna mtu ana matumaini yake ya kufanya kitu fulani. Na wakati wowote mwana siasa yoyote anataka fursa na mafanikio ya kwenda kuwatumikia wananchi wanapopata shida katika maeneo yao. Sasa ile kiu yangu ndio ilikuwa kuwatumikia wananchi wa Mlimba. Kwa hiyo baada ya kufanya kazi ndani ya jimbo la Mlimba muda mrefu kwa kipindi cha miaka 5, matokeo yake hicho chama nilichokuwa zamani kikaleta hiyo hoja ya kukazania kwamba hakuingia kwenye uchaguzi, bali tukahamasisha wananchi twende tukaandamane siku ya uchaguzi. Sasa hiyo mimi kwangu kwa kweli kama mtu mzima na nini najua siasa, nikaona hii haiwezekani. Kwa hiyo chama kile cha zamani kilipoteza malengo yake ya kuanzishwa hicho chama. Kwa sababu chama chochote cha siasa malengo yake ni kushika dola. Iwe ya serikali za mtaa ama kata, udiwani, ubunge au rais. Sasa unaposema uingii kwenye uchaguzi, ukahamasisha watu wakaandamani, hiyo kwangu ilikuwa ngumu. Nikaona kimepoteza mwelekeo, kimepoteza malengo yake na katiba ya nchi yetu. Kwa hiyo mimi nikaona sasa na wenzangu ambao tunafahamiana kama ulivyokuwa unatuona hapa ukumbini kutoka maeneo mbalimbali, tukaamua tukatafuta chama ambacho tunaona kwamba hiki chama bwana hakina longolongo. Na mara nyingi hiki chama kilikuwa tunatuunga mkono wakati Chadema tunagombea urais. Huyu mzee Lungu amejitokeza mara nyingi anasema anatuunga mkono. Kwa hiyo tukamwona ni mtu rahimu, ni mtu mwenye busara, na tulivyoenda kuomba kwamba tunaonaje, tukaangalia katiba yao, tukaona kumbe malengo yao ni mazuri, burudani, na wao wamesaini kuingia kwenye uchaguzi. Kwa hiyo sasa ndio maana unakuta ukumbi umefurika vijana. Hata ungepata nafasi kuuliza hapa vijana mbalimbali ni wadogo kabisa, miaka 20 na mpaka 30. Wote walikuwa na matumaini ya kugombea udiwani, ubunge, hawajakata tamaa. Kwa hiyo unakuta kwamba watu wengi wamezimishwa ndoto zao, ndio maana wakaondoka huko, na mimi mmoja wapo, nia na madhumuni kwenda kuwatumikia wananchi wa Mlimba katika jimbo la Mlimba. Mikakati yangu hapa siwezi kuiweka hadharani. Mikakati ni ya kwangu mwenyewe, lakini hii mikakati yangu niliyotumia mwaka 2015 kushinda jimbo la Mlimba nitaongezea kidogo ili kupata mafanikio zaidi. Namshukuru Mwenyezi Mungu, watu mbalimbali wanaendelea kunishauri, wananiambia mama njoo. Kwa hiyo mimi namuomba Mwenyezi Mungu tu anipe uhai ili niingie jimbo la Mlimba. Na kungekuwa na mgombea binafsi, ina maana mimi ningeingia atakuwa mgombea binafsi. Lakini sharti la katiba ya nchi lazima uwe na chama cha siasa. Lakini Chauma ndio nimeona chama sahihi cha mimi kuingia nacho ndani ya jimbo la Mlimba. Ni hivyo tu ndugu yangu. Wakati chama kinajitafuta hiki cha Chauma, maana kura ni wanachama, kura ni ushawishi. Chama ndio kinajitafuta. Lakini kipindi kile ulikuwa katika chama ambacho kina nguvu. Leo hii unataka kurejea kwa kupitia chama hiki ambacho ndio kinaanza. Kwa pale katika ile jimbo, unafikiri unaweza ukafanya ushawishi mkubwa wa kupata wapiga kura wakajiunga na chama chako ili kukupa wewe ubunge? Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi imani yangu kwa uzoefu wangu kwamba pamoja na kuwa chama lazima kiwe na mtandao katika ngazi mbalimbali, lakini hoja zako na kwa wananchi na malengo yako
Wananchi wa sasa hivi bwana, mimi ninachowapenda, wameamka sana katika masuala ya kiuchaguzi. Wanachagua kiongozi, hawachagui chama. Na mimi nawaambia wananchi wa Mlimba na Watanzania kwa ujumla, kinachoenda halmashauri ni mtu, sio chama cha siasa. Inaenda bungeni ni mtu, sio chama cha siasa. Anaenda Ikulu ni mtu, sio chama cha siasa. Na ndio maana tulikuwa tunapigania kuwepo na mgombea binafsi. Sema katiba tu hairuhusu. Kwa hiyo nina imani kama mwaka 2015 kulikuwa na wanachama wa Chadema wasiozidi 2000, nilipata kura 1045 nikatangazwa kuwa mbunge. Nina imani wananchi hao na wengine walioniona utendaji wangu wa kazi miaka hiyo mitano wakilinganisha na huyu wa sasa, nadhani mambo yatakuwa makubwa zaidi, na sitegemei, kwa sababu sasa hivi ndani ya jimbo la Mlimba kwa jitihada zangu mimi na baadhi ya viongozi tumesajili wanachama wenye kadi za kidigitali 4009. Mimi nilishinda kwa kula 45,000. Kwa hiyo nina imani kubwa kwamba nikienda vizuri na hoja zangu na sera zangu na kero za wananchi tukaa pamoja, mimi naenda kuwa mbunge wa wananchi, wala sio mbunge ambapo wa chama cha siasa. Kwa hiyo Chauma ni platform ya kuingia kwenye uchaguzi. Shukrani. Asante na kushukuru sana. Asante mwanangu.